Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Watu huwa tumefanya kazi kwa muda mrefu sana. Huenda wengi mmekaa katika lakini huenda unapofanya kazi yako wewe unafikiria unafanya vizuri, lakini kumbe ukipata maarifa zaidi unaweza ukaweza kufanya kazi yako ikaleta matokeo makubwa zaidi kwa muda mchache au kwa gharama nyingine chache zaidi, kwa sababu tu umetumia sayansi sahihi. Na ndio maana WHO anatusisitiza kwamba sasa tukatumie sayansi ya mabadiliko ya tabia kuweza kushirikiana na wananchi waweze kuzitumia huduma zetu, kwa lengo la kwamba wananchi wale wakipata zile huduma bora za afya, huduma za uzazi wa mpango, watakuwa na afya bora, na mwisho wa siku wataweza kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo katika maeneo yao. Na tukijumlisha mafanikio ya mtu mmoja mmoja, ya kijiji, kata, wilaya na mkoa na mwishoni taifa, nchi yetu inaweza kusonga mbele kwa kasi kubwa zaidi. Mtajua kwamba kama nchi tumesema kwamba tuna vision yetu 2050. Tunataka tuwe taifa imara, taifa la uchumi wa kati, taifa shindani. Kwa lazima tuhakikishe kwamba tunafanya bidii kuona kwamba watu wetu wanakuwa na afya bora ili kuweza kufikia hayo malengo. Kwa hiyo mmoja tusifikirie kwamba tunafanya kitu kidogo katika maeneo yetu. Tuone kwamba tunapoenda kutekeleza hili kwa mujibu wa mbinu za kisayansi, sayansi ya mabadiliko ya tabia, tunaweza tukapata matokeo bora zaidi ambayo yakasukuma taifa letu mbele kwa kasi zaidi ambayo tunaitaka. Kwa nini nimekuja hapa? Ni heshima kwenu. Mmepata bahati kubwa, tuitumie vizuri. Na kama alivyosema mratibu hapa wa wizara, tunataka tuone inaweza kufanya kazi vizuri hapa. Na ikifanya kazi vizuri hapa, tunaamini kwamba mikoa mingine na huenda mataifa mengine yanaweza yakaiga kutoka kwetu. Kwa sisi tunaweza tukawa tumechangia katika maendeleo makubwa ya dunia hii. Kwa hiyo tuone kwamba tuko katika mchakato na katika nafasi muhimu. Unaweza ukawa umeingia katika historia kwa kufanya jambo muhimu katika mkoa wetu, lakini katika nchi yetu tukaweza kusababisha nchi yetu ikawa na mafanikio makubwa zaidi. Na uzuri jambo hili katika mkoa wetu limekuja wakati mzuri sana. Tulikuwa na kikao siku chache kama wiki mbili zilizopita 3, tukawa tunaagana na wadau fulani ambao walikuwa wanafanya mambo ya family planning na mengine katika mkoa wetu. Kuna watu walikuwa wanawekeza rasilimali huko, lakini sasa wameondoka. Tumebaki tuna nguvu zetu. Sasa tutumie rasilimali zetu vizuri, na ndio tunamshukuru sana mratibu na WHO, shirika la afya duniani na wizara kwa kuleta hii kwamba tufanye kazi zetu kwa maarifa, sayansi ya mabadiliko ya tabia, tuweze kupata matokeo makubwa kwa gharama nafuu. Ni muhimu sana hiyo. Na nimeambiwa mratibu amewaambia mwenendo wetu wa utoaji wa huduma za uzazi wa mpango katika mkoa, tumekuwa tuna grafu inaenda juu, lakini tukapata wakati tumefanya inaitwa nini, amweni kasi sana, au sio? Lakini tunaamini kwa jambo hili linalotokea hapa sasa tutaenda kuona kwamba kufikia yale malengo ya kitaifa tuliyosema na malengo ya kidunia tutafikia sasa kwa kazi ambayo tutakwenda kufanya sasa. Kwa hiyo niwashukuru sana shirika la afya duniani kwa kukubali kufanya hiki, lakini mratibu wa wizara na wakufunzi wote kwa kwamba mmekubali kufanya jambo hili. Na naamini wakufunzi wenu wamefanya kazi nzuri ya kuwafundisha. Kweli si kweli? Hamna ambao wanalegea.
Naitwa Simon Nzilibiri kutoka Wizara ya Afya, Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma. Tupo mkoani Kigoma kwa ajili ya mafunzo wezeshi kwa wasimamizi wa huduma za afya ngazi ya mkoa, halmashauri na kwenye vituo, na hususan hapa tunaongelea waratibu wa huduma za elimu na hamasa ya afya pamoja na waratibu wa huduma za afya ya uzazi, mama na mtoto mkoa wa Kigoma pamoja na halmashauri zake zote 8. Lakini pia mafunzo haya pia yanajumuisha wasimamizi wa huduma hizi za afya ya uzazi, mama na mtoto ndani ya vituo vya huduma za afya, na hususan hapa tulionao ni wale wanaotoka kwenye hospitali za halmashauri zote 8 za mkoa wa Kigoma. Lakini sambamba na hao tunao pia wasimamizi katika vituo vya afya na zahanati chache walau kwa uwakilishi ndani ya manispaa hii ya Kigoma. Na lengo hasa la kuwepo hapa na kuwa na hawa wasimamizi wa huduma hizi ngazi ya mkoa, halmashauri na vituo ni kuweza kuwajengea uwezo, kama nilivyosema mwanzo, kuendeshea mafunzo ya kuwajengea uwezo wa uhamasishaji wa huduma za uzazi wa mpango na huduma za afya ya uzazi kwa ujumla wake. Na tunafanya mafunzo haya ikiwa ni mwendelezo wa uboreshaji wa huduma za hamasa na elimu ya afya na mabadiliko ya tabia kwa watoa huduma wenyewe, sababu kuna vitu ambavyo muda mwingine vinaweza vikawa ni vyetu kama watoa huduma kutokana na misingi ile ya mafunzo, misingi ya kijamii, namna tulivyolelewa, kila mmoja anakuwa na mwelekeo wake. Lakini kutokana na taaluma zilivyotushepu, tunakuja kukaziana na kukumbushiana mawili matatu ya kuyazingatia wakati wa kufanya hamasa ya huduma hizi kwa wateja wetu. Lakini pili zaidi, namna gani sasa watoa huduma, wasimamizi hawa watakwenda kuongea na hawa watoa huduma ambao wanafanya huduma hizi katika vituo vyetu vya huduma za afya. Ndio maana utagundua kuna wawakilishi wao wachache tumewaleta hapa ili pia kupata mchanganyiko wa maoni yao pia. Lakini lengo hasa mahususi ni kuwezesha sasa hawa wasimamizi ili wakawawezeshe watoa huduma kwenye vituo, na mwisho wa siku watoa huduma kwenye vituo wakaweza kutoa huduma bora na sahihi sana kwa wateja na jamii kwa ujumla katika kutumia huduma hizi za uzazi wa mpango. Naitwa Jerry Mlembwa kutoka Shirika la Afya Duniani kwenye kitengo cha elimu ya afya kwa umma wakati wa magonjwa ya mlipuko na dharura. Tumekuwa tukifanya kazi na Wizara ya Afya kwenye mambo mengi sana, lakini katika hili hasa tumewezesha wizara kupitia mpango wa afya ya mama kwa mtoto, hasa kwenye family planning, mafunzo ya sayansi ya mabadiliko ya tabia. Na haya mafunzo yamekuja ili kuweza kuisaidia Wizara ya Afya, lakini pia na wadau wake hasa mikoa na hasa mkoa wa Kigoma, wale waratibu wa mama na mtoto pamoja na elimu ya afya kwa umma, ili kuweza kuwapa mbinu ambazo zitawawezesha kutengeneza mikakati ambayo itakwenda kutatua changamoto ambazo jamii yetu inakutana nazo katika kupata huduma ya njia za mpango au uzazi wa mpango. Na mafunzo haya ni mazuri sana. Ukiangalia, tulichoangalia zaidi sana tunaangazia tabia mbalimbali ambazo watu wanakuwa nazo na ambazo mara nyingi zinasababishwa na vitu mbalimbali. Imani potofu, elimu, labda ukosefu wa elimu kwenye masuala mbalimbali ya afya, lakini pia hizi pia pressure, misukumurika, watu wanaambizana vitu vingi ambavyo sio vya kitaalamu kwenye jamii zao, na vyote hivyo vinaathiri namna wanavyofanya maamuzi katika kupata huduma mbalimbali za afya, na hasa katika eneo hili ambalo tulikuwa tunaliangazia sana kwenye haya mafunzo ni uzazi wa mpango. Naitwa Benedetta Peter na ninaratibu huduma za afya uzazi na mtoto kwa mkoa wetu wa Kigoma. Nipende kutoa shukrani zangu za dhati sana kwa Wizara ya Afya ikiambatana na wadau wa WHO kwa kuona umuhimu wa kutuletea mafunzo haya yanayolenga kuboresha huduma za afya ya uzazi na mtoto, hususan katika afua ya matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Tunapata mafunzo haya kwa muda wa siku 3 ambayo yatatufanya sisi watoa huduma tuweze kuona ni namna gani tutakapokwenda kutuboresha huduma za utoaji wa huduma za afya ya uzazi, hususan katika huduma za uzazi wa mpango, kwa kuzingatia mabadiliko ya tabia za kisayansi, ili kuweza kuwafanya wananchi waweze kupata mabadiliko na kuweza kujua mbinu sahihi za kuweza kutumia njia za uzazi wa mpango, na hatimaye tuanze kuongeza wigo kwa wananchi ambao wanatumia njia hizo za uzazi wa mpango. Naitwa Eric Ernest, ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma
kutoka wilaya ya Uvinza mkoa wa Kigoma. Zile lengo haswa la kuweza jamii kuweza kuelewa kuhusiana na masuala haya ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho kitatujenga upya, na tunavyotoka hapa sasa kuenda katika sehemu zetu za kazi, sasa tunaenda kuhakikisha tunatoa elimu, lakini sio kutoa elimu, kuangalia kwa nini watu wanapotosha swala zima la uzazi wa mpango. Tumefundishwa mengi na tutaendelea kufundishwa. Kwa hiyo zile njia ambazo tunapatiwa na wataalamu wetu kupitia wizara, lakini nadhani tunaenda kuzifanyia kazi, na kama ulivyosema, lakini kupitia hata hicho kisema mganga wetu mkuu wa mkoa kwamba tutegemea sisi sasa kama machampion tukitoka kwenda kufanya kazi katika halmashauri zetu, tuhakikishe sasa kwamba elimu hii sasa inafika kila sehemu, lakini pia tunaweza kuongeza wigo wa uelewa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.